Magori, tuko kwenye kipindi, nimekupigia hapa, tuna jambo na wewe kidogo. Sawa. Na kwanza poleni sana Magori kwa msiba, maanake tumeamka asubuhi tumeona taarifa kubwa kabisa, msiba wa aliyekuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya usajili ndugu yetu Idi Kajuna, na wewe umefanya kazi na kamati ya mashindano. Asante sana. Wewe umefanya kazi na Kajuna kwa muda mrefu sana. Hii taarifa kwanza binafsi umeipokeaje, na unaweza ukazungumza nini kuhusiana na msiba huu mkubwa kabisa kwenye tasnia ya mpira? Ni pigo kubwa sana kwa klabu yetu ya Simba. Bwana Kajuna amekuwa kiongozi ndani ya Simba kwa kipindi kirefu tangu 2014 alipokuwa mjumbe wa kamati ya utendaji. Amekuwa mjumbe wa bodi ya mpito mwaka 2018. Amekuwa mjumbe wa baraza la ushauri na amekuwa kwenye kamati mbalimbali, na mara ya mwisho alikuwa akihudumu katika kamati ya mashindano kama makamu mwenyekiti chini ya Swedi Nkwabi. Bodi tulinda ile kamati, tukaachia madaraka bwana Swedi, tukateua watu, na Kajuna alikuwa mjumbe pale. Kwa kweli pambana, hata mafanikio madogo tuliyopata kwa kipindi hiki yeye ameshiriki sana. Kwa hiyo kwa wana Simba ni pengo kubwa sana, lakini tunakubali kwa sababu sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea. Na vipi hali yake ilikuwaje? Uliwasiliana naye kwa sababu najua mnawasiliana. Mara ya mwisho umezungumza naye lini? Mara ya mwisho ilikuwa kabla ya safari yangu, nilikuwa naenda Arusha. Ndio. Nilipita pale mara mbili. Mara ya kwanza sifanikiwa kuona, mara ya pili saa 12 asubuhi wakati naenda Arusha nilipita kwenda kumuona. Tuliongea, hakuonekana, kwa japo alikuwa kwenye mashine ile ya kusaidia oksijeni, hakuonekana kama ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo mimi mwenyewe usiku nilivyosikia huo msiba nilishtuka sana, lakini hatuna la kufanya. Kazi ya Mwenyezi Mungu haina makosa. Tuzidi kuombea mwenzetu Idi Kajuna kwa sababu ametangulia mbele yake nyuma yetu. Kwa hiyo kama mnavyoona, mazishi itakuwa saa 10 Kisutu, na kabla ya hapo mwili wake utaswaliwa pale msikiti wa Maamuru pale Upanga. Poleni sana Magori, poleni sana. Simba wote watakaoweza waweze kuhudhuria katika mazishi ya mwana Simba mwenzetu, mpambanaji kabisa kwa manufaa ya klabu ya Simba. Poleni sana. Na kitu kingine Magori, hapa tulikuwa tunajadili kuhusiana na swala la mchezaji Selemani Mwalimu. Tuliona jana klabu ikitoa taarifa, lakini baadaye pia tukaona taarifa ya Wydad. Kama taarifa zilikinzana hivi, hebu tusaidie, nini kilitokea? Kulikuwa na mpishano gani kati yenu na Wydad ambao ndio walikuwa wanamiliki mchezaji? Nafikiri changamoto ambayo imetokea ni kumetokea mabadiliko ya uongozi wa Wydad. Aliyekuwepo rais ndio Wydad ambaye tulifanya naye mazungumzo ya extension ya mkataba wa Selemani Mwalimu ameondoka kwenye madaraka hivi karibuni. Kwa hiyo inawezekana makabiliano hayakuwepo mazuri. Kwa hiyo tutakachofanya, tutawaambia wenzetu tulivyokubaliana, na kwamba malipo ya loan fee ilikuwa yafanyike kabla ya Julai 30. Ndio makubaliano ambayo tumekubaliana. Kwa hiyo swala la kuongeza huku mkataba tulishakubaliana. Ilikuwa ni kwamba malipo yalipwe by Julai 30. Lakini malipo ukiwa hujafanya si bado huwezi kumtangaza mchezaji, maana yake bado hujamaliza malipo. Hapana, malipo hawa wachezaji wenyewe tunawatangaza, wengine hatujalipa. Ni kwa sababu mkataba unasemaje, ni mchezaji wako umekubalia. Usipolipa maana yake mnastakiana FIFA. Sio kama mchezaji usipolipa mchezaji anarudi. Unanielewa? Kawaida ni kwamba mkikubaliana mchezaji kwamba fulani mlipe, mchezaji anakuwa kwako, kwa sababu wakati mwingine transfer, mfano transfer za nje mpaka ITC ije. Ndio. Sasa ITC kishakuja ndio utekelezaji unaanza kumlipa. Sasa ITC inakuja, usipomlipa sio kama na mchezaji anarudi. Ndio. Usipolipa maana yake ni kwamba utashtakiwa kwa nini hujalipa, hujafuata makubaliano ya mkataba. Kwa hiyo sisi tuliamini hayo yameshaisha, lakini kwa sababu ile limeanza upya, ndio na mpya umekuja, basi tutawaengage, nasikia wanachosema na position yao, lakini naamini kwamba litaisha kwa sababu mchezaji
ameshaamua kwamba nia yake anataka acheze mwaka wa pili Simba. Sasa itakuwaje? Ngoja tusubiri tuone uongozi mpya ulioingia utatuambia nini kuhusu swala la Selemani Mwalimu. Na bila shaka kama ambavyo mlishakubaliana, kwa sababu mlikubaliana na taasisi mpaka hiyo mwishoni mwa mwezi, basi nyinyi mtahakikisha mmefanya malipo ya kile mlichokubaliana, sio? Lakini ni vizuri pia tuelewane na hao waliokuja. Tuelewane na hao kuja, tutazungumza kwa sababu mpira ni mazungumzo. Tutazungumza nao, tutaelewana, tutafika mwisho. Hakuna jambo ambalo halishindikani katika chini ya jua. Tutamaliza. Sidhani kama ni jambo litakuwa gumu sana. Naamini jambo litaisha na kila kitu kitakwenda sawa. Wadau wengi wametuuliza sana kuhusiana na mchezaji Anicet Oura. Vipi? Watu wanaona kama ameuzwa, mmefanya biashara ama bado yupo mwenyekiti? Wale ukumuona jana amepanda ndege kwenda Kigali. Lakini dirisha si bado liko wazi. Naweza kwenda Kigali lakini hakuna mauzo yoyote yamefanyika. Okay. Anicet Oura wala Libasege hakuna chochote kimefanyika. Tunataka kuwa na timu imara mwaka huu ya kushindania vikombe vikubwa. Sasa uwezekano kwa nataka kushindania vikombe vikubwa ni wachezaji wako wa maana na wauza, hapana. Kwa hiyo hakuna kitu kama hicho. Wachezaji wana Simba tulie, Libasege yupo, Anicet Oura yupo, Chama yupo, Mpanzu yupo na makombora mengine yanakuja. Tunatarajia hivi karibuni kuyatangaza. Mpaka sasa mmetangaza wachezaji wazawa na kuna baadhi ya wachezaji wazawa pia ambao mmewapa mkono wa kwaheri Magori. Lengo lenu kama taasisi, kama club, hawa wachezaji wazawa ambao mnaingiza na wengine wanatoka, mna matarajio na malengo gani kwao? Kwa sababu watu wanaona kama wachezaji wazawa wanaingia kwenye timu, wengine hawapati nafasi, wanaondolewa, na mnawaleta tena wachezaji ambao bado ni wazawa na wengine ni wadogo kama wale ambao wanaondoka kama kina Chasambi. Ni kazi imefukuliwa. Mchezaji ameambiwa aende kwa mkopo. Ndio. Au sawa, tuna terminate mkataba, ujue wametafakari benchi la ufundi, wameona huyu hawezi kuingia kwenye kushindana. Kwa sababu tutasajili mchezaji ili akashindane, ili kwamba alete level ya kwa challenge wachezaji wanaoanza kwenye kikosi. Sasa mchezaji ameshakaa miaka miwili hajaweza kuconvince kuingia kwenye kikosi na tuoni kama anaendelea, basi ni bora kutafuta mchezaji mwingine ambaye tunaamini atakuwa na ushindani na kuleta ubora zaidi katika timu. Kwa sababu tukumbuke wachezaji wa kigeni ni 12 tu. Lakini kila mechi unaanza na wachezaji 20. Sasa hao wanane lazima wawepo, lakini pia lazima ufanye usajili wa wachezaji sipungue 25 mpaka 30. Kwa wote hao ni wazawa. Kwa hiyo lazima kila mara uweze kuleta wachezaji wa kuweza kushindana, na utaangalia ubora pia unapocheza ligi. Ni mchezaji gani unaona amekuwa na ubora zaidi kuliko wale walionao. Kwa hiyo tumesajili wachezaji 3 so far. Tunaamini wana ubora zaidi. Kuna Chilambo tunaamini atakuja kuleta ubora sana. Alikuwa acheze Azam, lakini watu tumefuatilia, kwa mfano alicheza Kombe la Mapinduzi, intensity yake, uwezo wake mpira, kutumia miguu yote miwili, kushoto kulia. Kwa hiyo walimwangalia tu kule Mapinduzi, wakasema huyu mchezaji ni mzuri, mbona hatumiki sana. Hii ni kama alivyokuwa Kibabage, alikuwa hatumiki sana, lakini tukajua hapa ana uwezo. Kwa hiyo kuna vitu tunaangalia watu kiutaalamu na kiufundi. Makocha wanaangalia, wanasema pana, yule ni mzuri. Hata kama achezi, sisi tunaamini akipata nafasi ya mazoezi atacheza na atakuwa mzuri zaidi. Kevin Nash na kuna mtu semjua, product under 17 Gabon, amekuwa timu ya taifa. Kwa hiyo wamemwona kwenye mechi nyingi, mechi kubwa anapocheza. Tunaamini atakuja kuongeza nguvu sana upande wake Yusuf Kagoma, ambapo muda mwingi anacheza mechi nyingi, muda mrefu sana, karibu mechi zote. Kwa hiyo tunataka mchezaji ambaye atakuja pia kumchallenge Yusuf Kagoma. Kwamba bana lazima ongeze bidii, kwa sababu usipokuepo au akipata tatizo, Kagoma kuna wakati ilikuwa kiumia hapo, wana Simba tunashika vichwa. Kwa hiyo hali hiyo lazima tulete mchezaji ambaye tunaamini ataweza kumchallenge, ikiwezekana waweze kucheza wote na kusaidia timu. Kwa hiyo ni usajili tumefanya kuongeza nguvu ya timu. Na angalau kwa makubaliano mliokubaliana na Mwalimu Magori, kila nafasi at least wawepo wachezaji wangapi? Mfano kama upande wa kulia Kapombe yupo, Duchu yupo, Chilambo ameongezeka, manake sasa mnakuwa na almost wachezaji 3 katika nafasi moja.
Tuliona hilo, lakini kama mnajua Shomari Kapombe bado ana mkataba wa mwaka mmoja. Kapombe ni senior, so Kapombe huwezi ukamchezesha sasa hivi mechi mfululizo. Kwa sababu tunavyoenda mwaka huu na mechi lazima ziishe Mei kwa ajili ya AFCON mwakani. Sidhani kama kutakuwa na kuahirisha mechi hapa. Na una mashindano ya Champions League, una mashindano ya ligi, una mashindano ya FA, humo kuna mapinduzi, humo sio kuna muungano, kuna vitu vingi humo. Sasa kama huna squad kubwa uta struggle. Kwa hiyo sasa kuna mechi muhimu utampa Kapombe, lakini mechi mbili hizi Dingi lazima wacheze Duchu, na uzuri Chilambo pia anaweza kucheza kushoto na kulia. That's the advantage ambayo tuko nayo. Kwa hiyo tumekuja na mtu beki ambaye anaweza kucheza kushoto vizuri, anaweza kucheza kulia vizuri. Kwa hiyo nafikiri tumekava vizuri sana kwenye eneo la France. Na Magori, kwa uzoefu wako wa kusajili, kuwepo kwenye timu, changamoto ya wachezaji wazawa ni kitu gani? Kwa sababu wanapokuja kwenye timu zenu hizi, hasa Simba hata na Yanga huko kwenye vilabu vikubwa, ni wachache sana ambao wamekuwa wakifanya vizuri. Wengi wamekuwa wakifika wananusa na kuondoka, wanashindwa. Ni walimu ndio hawaamini, ama ni wachezaji wenyewe, ama ni timu? Nafikiri ni wachezaji wenyewe, kwa sababu unajua kucheza Simba na Yanga kwanza sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa. Ndio. Kwa Tanzania ni achievement kubwa. Kwa mchezaji pia hata pesa anayopata ni kubwa. Umaarufu anaopata ni mkubwa. Sasa kuna tatizo katika mafanikio, managing success, yani kuweza kumanage mafanikio. Kuna watu wakipata mafanikio yale ndio anguko lao. Kwa hiyo kuna wengi nafikiri wametoka ajulikani, siku akitangazwa Instagram page yake inajaa, watu wote mjini wanamjua, wapi wanamjua, anakuwa popular, anakuwa superstar, anamiliki gari, anamiliki vitu vingi, anapata pesa kwa wingi, ana bonus, ana mshahara mkubwa. Mfano mtu alikuwa analipa milioni au 800,000 huko, anakuja Simba analipa milioni 4, 5, 6. Sasa vitu hivyo sasa kama mchezaji haja focus, lazima atatoka kwenye mchezo. Na kwa hiyo kuna haja mameneja hao wafanye kazi kubwa sana kwa manage hao. Alikuwa kila hajulikani, sasa hivi akipita kila mtaa mtu anamjua fulani. Kwa hiyo mimi naamini hizo ndio changamoto kubwa ambazo zinaangusha wachezaji wazawa. Lakini sio wazawa tu, hata wachezaji wa kigeni. Ndio. Kuna wengine wanakuja wa moto sana, baada ya miezi 6, 7, 8 wanapotea. Na hii ni changamoto hizo. Dar es Salaam sio mji wa kitoto. Na maisha makubwa Dar es Salaam. Watu wanatoka Afrika Magharibi huko wakija kukuta Dar es Salaam hapa. Ndio. Baada ya 8 kama hajawa makini unashangaa amepotea kwenye game. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida wachezaji waweze kucheza. Mimi nafikiri ndio changamoto kubwa sana. Lakini pia usajili duniani kote ndio unapokuwa, huwezi kusajili wachezaji 8, 7 wote wakawa wazuri. Hata club kubwa ambazo zinafanya scouting miaka 1, 2 kabla ya kumsajili mchezaji. Inatokea. Kwa hiyo ni maisha, mwingine anashinda kuadapt kwa system, mwingine kocha anakuwa hamuelewi, mwingine kwa sababu unaweza kusajili mchezaji huyu, kocha huyu baada ya miezi 6 anakuja kocha mwingine. Kwa hiyo mambo ni mengi ambayo yanaweza kufanya mchezaji akatoka kwenye game. Yeah. Magori, mimi nikushukuru sana, na wanasimba watarajie surprise nyingine yoyote hapa katikati? Kwa sababu mchezaji wa kigeni hajatangaza hata mmoja. Kwa hiyo muda sio mrefu tutatangaza. Leo nafikiri kwa sababu ya msiba. Ndio. Tuweze kumpumzisha ndugu yetu Ili Kajuna. Ndio. Lakini nafikiri kuanzia kesho tutaanza kuona vifaa vya kigeni. Hakuna ambao mmewaleta kwa ajili ya majaribio? Mara tulisikia wengine mnaenda nao kwenye Kagame kuwatazama kwanza ndipo muwasainishe. Hapana, kule Kagame kuna wachezaji watakuwepo, nafikiri 2 hivi watacheza. Tutawaangalia. Unajua timu tunaangalia wachezaji kwa namna moja ni wakati mwingine off the pressure. Ya wachezaji kucheza hizo mechi mfululizo, wametoka kwenye mapumziko, wanaingia hapo, mechi zimefululizana 2-3, na wengine watafanya mazoezi ya moja kwa moja pre-season, watakuwa wanaingizwa mechi kidogo. Kwa hiyo tunaangalia, kocha anaangalia jinsi ya kumanage minutes za wachezaji, hasa kikosi cha kwanza, kwa sababu season ni ndefu. Ndio maana nasema okay, huyo kama nafasi hiyo mlete. Na tunaweza kumwangalia pia kama ni mzuri, unaweza kumsign ukampeleka somewhere on loan,
then ukaangalia kile kijacho uweze kumleta kama ni mzuri kweli kweli, au ukaangalia jinsi ya kulishafu kikosi. Kwa hiyo sisi wachezaji ambao tumesajili wa kigeni ni 3 na muda sio mrefu tutawatangaza. Okay, basi Magori nakushukuru sana, japo kuna mwanachama wenu amenitumia meseji hapa anasema nisiache kukuuliza hili kwamba tayari mmemtangaza mkurugenzi wa wanachama kama mlivyotuahidi huko nyuma, lakini kuna kadi zinatoka hapo chini kwamba kuna watu wameanza kutoa kadi za wanachama wakati huu utaratibu mlisitisha mpaka mtakapompata mkurugenzi na mtakapoutangaza upya. Hili taarifa ni kweli? Na kama ni kweli, ni nani anahusika kutoa hizo kadi kwa chini Magori? Maana tutawafuatilia. Hilo jambo lilikuja muda tunajadili juzi kwenye kikao cha mwisho cha bodi, hizo kadi fake. Ndio. Mimi nataka ni kadi fake kwa sababu kadi lazima ulipe pesa ingie kwenye akaunti ya Simba. Ndio. Kama umelipa kadi imeingia kwenye akaunti ya mtu, hiyo kadi ni fake. Kwa hiyo tunategemea mkurugenzi wa wanachama atatake over very soon, na zoezi very soon hilo za kadi fake tunafikisha polisi muda sio mrefu, ili hao wahuni wanaofanya uhuni waweze kushughulikiwa haraka iwezekanavyo, kwa sababu wanaleta uhuni, wanainyima Simba mapato, na wao ni wezi, ni wahuni kama wahuni wengine wote. Kwa hiyo swala la muda tu watakuwa kwenye. Lakini na wanachama nao mpaka mtu anaenda anapewa kadi, na wao pia unapaswa kuzungumza nao kuwapa tahadhari. Ndio jamani, waambie kwanza mwanachama unamtumia mtu pesa, mtu binafsi. Unadanganywa wewe, leta kuna kadi. Hizo kadi hizo tutazichuja zote. Tutazichuja zote, tunacheki wewe umeliwa hela yako. Tutazichuja zote hizo kadi. Na mkumbuke mnaenda kwenye uchaguzi, sie kwa watu wanataka kupitisha kadi feki ili watu baadaye wawe wengi huko kwenda kuchagua watu huko. Kwanza ni kujidanganya. Kwani wewe huyu mtu anajihusisha kwamba ukitoa kadi mtu kumpa mtu kadi ndio atakupigia kura? Nani kakwambia hiyo? Huyu ni kujidanganya. Hivi ukagawia kadi watumia nakwambia kwa hiyo mimi nawapa hii kadi nipigieni kura. Kwa hiyo ukisema hivyo maana utakuuliza kumbe wewe ndio ulikuwa unagawa kadi. Kwamba mtu yaani kwamba wewe unasema mimi nawapeni kura. Kwa hiyo ni kadi feki. Mnipigieni, kwa hiyo na maana wewe ndio kwenye mpango wa kugawa hizo kadi. Utakuwa kiongozi gani haramia huyo sasa? Kabisa. Kama kiongozi mwenyewe ni haramia, utengeneze kadi eti uje watu kupigia kura. Nani atachagua haramia? Basi uzuri wewe umeshazungumza Magori. Hata kama huyo kadi umefanikiwa kumfikisha, huyo mwanasema mwenyewe ana akili. Atakuchaguaje wewe ni haramia kwa ajili tu ulimpa kadi ya kiharamia? Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.